Info Channel. Subscribe now. Yes bana, karibu kusogezea dondoo mbalimbali kuhusiana na zile taarifa ambazo zinaendelea kuchukua sura mpya kupitia mitandao ya kijamii. Na taarifa kubwa tulionayo hapa ni kuhusiana na Othman Masoud, Tundu Lissu wazuiwa uwanja ndege wa Angola. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Osman na mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu wanadaiwa kuzuiwa kuingia nchini Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Afrika, yani PAD. Othman ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, kwenye msafara wake ameambatana na kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Sem, waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Daktari Nasra Nassor Omari na maafisa wengine wa chama hicho cha ACT Wazalendo. Makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar Ismail Jussa ameliambia Mwananchi leo Alhamis Machi 13 mwaka 2025 kuwa Othman na msafara wake wamezuiwa kwenye uwanja wa ndege wa Luanda jijini Angola. Tayari ACT Wazalendo imetoa taarifa ya kulaani tukio hilo ililoliita la uzalilishaji wa viongozi wa kiongozi huyo, huku kamati yake ya uongozi ikikutana kwa dharura kujadili suala hilo ambalo mamlaka za Angola hazijajitokeza kulizungumzia ama kutolea ufafanuzi kwa kile ambacho kinaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, Lissu ameandika kwenye ukurasa wake wa X kuwa mamlaka za uhamiaji za Angola zimewazuia na kukataa kuwaruhusu kuingia nchini humo yeye pamoja na ujumbe wa zaidi ya viongozi wakuu takriban 20 na wawakilishi wa vyama vya siasa kutoka kusini mwa Afrika ambao tuliwasili Luanda mapema leo kwa ajili ya mkutano huo wa takriban siku mbili. Kundi hili linajumuisha makamu wa kwanza wa rais wa sasa kutoka Tanzania Othman, rais wa zamani wa Botswana, waziri mkuu wa zamani wa Lesotho, pamoja na viongozi na wajumbe waandamizi kutoka nchini Kenya, Sudani, Tanzania, Afrika Kusini, Namibia, Eswatini, Lesotho, Ujerumani, Marekani, Uganda, DRC na Msumbiji. Lissu ameeleza katika andiko hilo ambalo amelichapisha kupitia ukurasa wake wa X ambao zamani ulikuwa ukifahamika kama Twitter. Wa Angola na watazamaji ni ndugu wa damu. Tanzania ilimkaribisha Daktari Antonio Agostinho Neto na wapiganaji wa MPLA katika miaka ya mwanzo ya harakati zao za uhuru. Tulisaidia Angola kwa hali na mali wakati wa uvamizi wa kikoloni wa utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini katika kusini mwa Afrika Angola katika miaka ya 1970 na 1980. Bana, hili ni moja ya jambo ambalo linaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na viongozi wa vyama mbalimbali vya upinzani, lakini pia viongozi mbalimbali ambao inadaiwa kwamba wamezuiliwa kuingia ama kushiriki katika mkutano ambao umeandaliwa maalum kabisa katika lile jukwaa la demokrasia Afrika ambalo limepewa neno moja tu la PAD. Sasa tunafahamu kwa Tanzania ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Osman akiwa na wenzake ambao waliongozana katika mkutano huo hapo. Lakini pia tunafahamu pia mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu naye ameposti kupitia ukurasa wake wa X akizungumzia kuhusiana na wao kuzuiliwa kushiriki katika huu mkutano ambao ulikuwa ukiendelea ama unatarajiwa kufanyika kule nchini Angola. Baba ni Jackson Jambele, endelea kufuatilia kupitia Ganga Info Channel ili tukutanabaishe kuhusiana na yale matukio ambayo yanaendelea kuchukua sura mpya kupitia mitandao ya kijamii. Ni yapi ambayo yanaendelea kuzungumzwa, tutakuwa tunakusogezea hapa kupitia Ganga Info Channel ili usipitwe na yale matukio ambayo yanaendelea kuzungumzwa kupitia maeneo mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Mpaka wakati mwingine niseme tu endelea kufuatilia na hatuna la ziada. Ganga Info Channel. Subscribe now.